bwana amemoa mke, lakini apate kwamba yule mke hazai baada ya kupita kwa daktari ambaye bibi ni mwenye shida ya kuzaa, lakini bwana yuwazaa. Ama saa nyingine uende mahali shekhe ambaye kwamba bibi anaweza kuzaa lakini bwana hawezi kuzaa. Katika masala haya shekhe tunavyozungumza, je, ni haki kwa mmoja wao kuomba talaka kwa sababu mwenzake hazai? Masala ya talaka ni masala yako kwenye mkono wa mume moja kwa moja, lakini sasa sura ya swali ulivyolileta, naam, ni kama kwamba kuna utovu wa nidhamu na hakuna mapenzi. Ikiwa itafikia wakati mume atamwambia mkewe, mimi nakupa talaka hii kwa sababu huzai. Sasa hiyo utatupa funzo gani? Utatupa funzo gani sisi wazazi, na utawapa funzo gani wanawake ambao kwamba hawajaolewa, ya kwamba mwanamke ambaye kwamba hazai hawezi kukaa na mume? Moja. Mbili, mbona umekata tamaa na Mwenyezi Mungu? Na sisi tunajua, tumeambiwa tuoe, tustarehe, alafu baada ya starehe wale watoto watakuja kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kweli. Hakuna mtu ataoa atasema mimi sasa leo hapa nafanya starehe ili nizae mtoto, nitazaa mtoto hapa. Hakuna anayezungumza hivyo. Leo nitakuzaa mapacha. Leo nataka kuzaa mapacha. Sisi tutafanya starehe alafu mtoto yuaja baadaye. Pia hatukupanga kwamba ile mtoto atakuja. Kuna watu shekhe uoa akafanya starehe, mke akimwambia nimebeba ujauzito akasema mbona mara moja hii bwana? Kweli. Pia tujastarehe. Kweli. Sasa bi maana kule kuzaa sio mipangilio yetu. Kweli. Ni mipangilio ya Mwenyezi Mungu. Lakini itimie ndoa na starehe ipatikane, utulivu patikane, ndipo watoto waje. Likewise inaenda kwa mume, ya kwamba mke anasema mimi nataka khulu, nataka kujivua katika hii ndoa kwa sababu mume wangu hazai. Mume ameenda kwa daktari akaambia wewe sperms zako ziko dhaifu, huwezi produce. Naam. Sasa mke asema nataka talaka. Haya ni mambo ambayo kwamba yanatia kinyaa katika nafsi. Watu wanaoana kwa kupendana kwanza, alafu pili malengo ya kuoana ni kwamba watu wapate starehe, utulivu. Watoto baadaye sio wamo katika ndoa, lakini kwanza ni starehe. Sasa wakati mtu ataka kujivua katika ndoa na starehe pale ameacha kando, itakuwa ni makosa shekhe. Hata wewe bwana kumpatia bibi useme kwamba mimi kwa vile wewe uzai utakuwa ufai. Na hapo Sheikh Makidu tukiangalia huyu bwana si mkeo azae, atafuta bibi mwingine aoe. Tena si kwamba anaoa tu kwa sababu ni sheria kwamba tumeruhusiwa mpaka bibi wanne. Anasema kwamba sasa mimi maadamu huyu hazai yule mke kule nyumbani, kwa hivyo nimeona kwamba niko wewe Salma ili ukanizalie watoto. Je, katika hali hii shekhe itakuwa ni sawa kweli? Musa amekuja kwangu nyumbani kama baba. Naam. Na msichana wangu akasema mimi nataka kumuoa huyu Salma kama mke wa pili. Naam. Salma amuulize yule mchumba anataka kumchumbia, kwa nini unataka kunioa? Aseme kwa sababu kule nyumbani na mke hazai, mimi nataka kwenda kuzaa na wewe. Naam. Kwanza hapa ni Salma asikubali ndoa hii. Kweli. Salma asikubali ndoa hii. Kweli. Huyu ni mtakwa. Kweli. Mimi mzazi wali wa yule mtoto, mimi wewe sikutaki, wewe bamko ya kwamba unakuja kwa sura hiyo, sikuozeshi kwa sababu wewe huna adabu na wala hutokaa na wanawake, kwa sababu wewe inamaanisha kwamba ikiwa yule hazai, mtoto wangu ukimuoa na ukithibitisha kwamba hazai pia utamregesha nyumbani. Kwa hivyo hakuna ndoa hapa. Kwa hivyo sikupi mtoto bwana. Si wali kabisa. Kwa hivyo mzazi ni akatae. Yani maana yake sasa hakuna malengo ya kuoana hapa, ni kucheza na sheria. Wala hana mapenzi. Anaoa kwa sababu akazae. Na ikiwa hakuzaa natija yake mimi. Kweli. Kwa hivyo huyu wali ambaye babake huyu binti ni akatae. Alafu pia jambo lingine shekha hapo tukiangalia aenda kumtumia huyu. Yaani huyu bwana aenda kumtumia Salma kwa sababu ya kuzaa tu. Lengo si kwamba kwa sababu ya burudani ya ile ndoa, ni kumtumia azae watoto. Na yani amzalie tu watoto, hayo ndio malengo yake. Bimaana ni kwamba hata pia akifika kwenye kwamba hazai tena pia aweza kumwacha. Kibaya zaidi moja ni kwamba yule mke aliyoko nyumbani, huyu bwana penzi hana na yule amkwamba kupala nyumbani. Kweli. Kwa sababu hazai ashamtoa kwenye fikra zake. Naam. Lengine ni kwamba wakati wote atamwacha. Wakati wote
atamwacha yule mume kule. Na mbona twakuuliza wewe barobaro, mbona umekata tamaa na mke kwamba hazai mpaka unatangaza yule mke kwamba hazai? Nani kakwambia hazai? Alafu yule mke umwache, ataenda kwa Muhammad na ataenda kuzaa baada ya miezi 6 ambao amebeba mtoto. Kwa hivyo shekhe, tunasema kwamba pia kule kumwambua yule bibi yako pia ni makosa. Unatoa siri nyumbani. Hata kama unaripoteza daktari, lakini unyamaze kimya, utafute njia mbadala. Manake baada hospitalini kuna miti shamba ambayo shekhe inaweza ikafanya kazi. Dawa zipo. Wako ambao hospitalini shekhe wameamua kwamba wazai na wakija kwenye madaktari wa kienyeji wa madawa ya kienyeji wanafanya vizuri shekhe. Ni hivyo tulivyosema, uzo kwa mwacha akafika kwa Muhammad kule baada ya miezi 6 amebeba mimba. Kwa hivyo itakuwa tatizo ni wewe. Kwa hivyo kukata tamaa kwa Mwenyezi Mungu kwamba huyu hazai makosa, alafu umetoa aibu za mkeo kule kwamba huyu hazai, na inaonyesha kwamba wewe mapenzi yamekutoka kwa sababu ya hazai. Na ikiwa mapenzi yamekutoka kule, ni hivyo hivyo kwa mke mwingine mapenzi yatakutoka kwa sababu naye hajazaa. Watu wasiachane kwa sababu ya kutozaa. Isiwe sababu kwamba mwenza hazai ndio mbona unamwacha. Kwa hivyo si mke wala mume, wote